Yajue makombora ya Emad, Gadri na Khaibar Shekan yanayotumiwa na Iran dhidi ya Israeli. Kulingana na taarifa za vyombo vya habari vya Iran, kitengo cha anga za juu cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kilitumia mifumo mbalimbali ya kisasa ya makombora wakati hujuma za ulipizaji kisasi dhidi ya Israeli iliyopewa jina Operation Ahadi ya Kweli ya 3 Jumamosi. Kwa mujibu wa Press TV, makombora ya Emad, Gadri na Khaibar Shekan yalitumika katika mashambulizi ya hivi karibuni yaliyolenga miji ngome za utawala wa Kizayuni wa Israeli katika miji inayokaliwa kwa mabavu ya Haifa na Tel Aviv. Kombora la Emad lina usahihi wa hali ya juu. Kombora la masafa marefu la Emad ambalo ni toleo lililoboreshwa la Gadri lina mfumo wenye usahihi ulioimarishwa wa kulenga shabaha. Lilifanywa majaribio na kuanza kutumika mwishoni mwa mwaka 2015. Kwa mujibu wa maafisa wa jeshi la Iran, Emad lina uwezo wa kuongozwa kwa mbali hadi kufikia kwenye shabaha, na hivyo kulifanya kwa kombora la kwanza la Iran linaloongozwa kwa usahihi wa hali ya juu. Kombora la Emad ambalo hutumia mafuta ya kioevu na lina urefu wa mita 15.5, uzito wa kilogramu 1750, linaweza kuruka masafa kilomita 1700 na linajivunia na duara la uwezekano wa CEP ni la mita 50. Hii inaashiria uwezo wa kiufundi wa hali ya juu katika kuhakikisha shabaha inafikiwa. Namba 2, kombora la Gadri. Hii ni moja ya kombora lililofanyiwa maboresho ya nguvu na masafa marefu. Kombora la Gadri lilizinduliwa mwaka 2005 na ni toleo lililoboreshwa la kombora la masafa ya kati la Shahab toleo la 3 ambalo limekuwa likitumika nchini Iran tangu mwaka 2003. Hili ni kombora la hatua mbili, ikiwa ni hatua ya kwanza inayoendeshwa na mafuta ya kioevu na hatua ya pili inayoendeshwa na mafuta mango. Kuna aina 3 za kombora la Gadri: Gadri-S lenye masafa kilomita 1350, Gadri-H lenye kilomita 1650 na Gadri-F lenye kilomita 1950. Likiwa na urefu kati ya mita 15.86 na 16.58 na kipenyo cha kiunzi cha anga cha mita 1.25, Gadri lina uzito wa kati ya tani 15 na 17.5. Kuongezeka kwa urefu wake ikilinganishwa na Shahab-3 kunaliwezesha kusheheni matangi makubwa mafuta na likibeba kilogram zaidi ya 1300 hadi 1500 za propellant na kuwezesha injini kuwaka kwa sekunde 10 au zaidi. Ili kukabiliana na uzito huu ulioongezeka, kiunzi cha anga cha kombora kimejengwa kwa kutumia alloy nyepesi za aluminium kupunguza uzito wake kwa takriban kilogram 600 ikilinganishwa na muundo wote wa chuma. Uzito wa kichwa cha vita ulipunguzwa kutoka kilogramu 1000 hadi 650 na kupanua masafa ya kombora hilo kutoka kilomita 1200 hadi karibu kilomita 2000. Gadri pia linajivunia muundo wa kichwa cha vita kilichobadilishwa na kuwa na umbo la chupa ya mtoto ambayo inaboresha aerodynamic na usahihi. Pamoja na mfumo wa hali ya juu wa uongozi, muundo huu unapunguza duara la uwezekano wa kosa kutoka mita 2500 hadi kati ya mita 100 na 300. Hii inaashiria maendeleo makubwa katika uwezo wa kulenga shabaha. Kombora la Khaibar Shekan lina uwezo wa mashambulizi ya kimkakati. Kombora la Khaibar Shekan ni kombora la masafa ya kati lililoundwa na mashambulizi ya kimkakati na limeonyesha ufanisi katika mapigano ya awali. Matoleo ya Khaibar Shekan ya kwanza na Khaibar Shekan ya pili yanasemekana kuwa na uwezo wa kupenya mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ya Israeli, ikiwemo Arrow 3 na David Sling. Uwezo huu ni wa kutisha kwa adui yeyote anayetegemea mifumo hiyo ya ulinzi. Likiwa na masafa ya kukadiria ya takriban kilomita 1450, takriban maili 900, Khaibar Shekan linaweza kubeba kichwa cha vita cha kawaida au kisicho cha kawaida na kulifanya kuwa hatari sana. Linatumia teknolojia ya hali ya juu ya uongozi, ikiwemo mfumo wa kubadilisha mkondo wakati wa kutua ulioundwa kukwepa mifumo ya ulinzi wa makombora. Kombora hili linaendeshwa na injini ya hatua 2 ya mafuta mango inayowezesha utayari wa kurusha haraka ikilinganishwa na makombora yanayoendeshwa na mafuta ya kioevu. Linalenga kushambulia shabaha za kimkakati kwa usahihi, kama vile miundombinu muhimu ya kambi za kijeshi ndani kabisa ya eneo la adui. Makombora hayo matatu yenye uwezo mkubwa ni sehemu tu ya makumi ya aina ya makombora ya Iran. Majeshi ya Iran yamesisitiza kwa uvamizi wa utawala wa Israeli ukiendelea, basi makombora yenye uwezo mkubwa zaidi yatatumika. Wimbi la hivi karibuni la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya utawala wa Kizayuni
lilianza Jumamosi usiku kufuatia awamu ya awali ya operesheni ya kulipiza kisasi iliyofanywa na Israeli Ijumaa. Operesheni hii ni jibu kwa mfululizo wa mashambulizi ya kigaidi ya Israeli katika miji tofauti ya Iran ikiwemo Tehran Ijumaa asubuhi na vile Jumamosi, na kusababisha kuuawa kwa makamanda wengi, waandamizi wa jeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia wakiwemo watoto. Operesheni hii ya kijeshi isiyo na mfano inafanywa chini ya jina la ya Ali ibn Abi Talib, ikiambatana na hafla ya Eid al-Qadir. Idara ya mahusiano ya umma ya IRGC ilitoa taarifa ikithibitisha kuwa kitengo chake cha anga za juu kimeanzisha awamu mpya ya operation kama jibu la moja kwa moja kwa uchokozi mpya wa utawala wa Kizayuni. Baadhi ya vyombo vya habari vimeeleza shambulio la hivi karibuni la Iran kama shambulio kubwa zaidi la makombora lililowahi kufanywa na vikosi vya jeshi la Iran dhidi ya utawala dhalimu wa Israeli. Hayo yakiendelea, waziri wa afya wa Iran Dr. Mohammad Reza Zafargand amesema kuwa wengi wa waathirika wa mashambulizi ya Israeli nchini Iran katika siku za hivi karibuni ni raia, ikiwemo idadi kubwa ya wanawake na watoto. Zafa amesema Jumapili kwamba timu za matibabu nchini kote zimekuwa zikiwatibu kikamilifu waliojeruhiwa kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya utawala wa Israeli yaliyoanza mapema Ijumaa mjini Tehran na miji mingine kadhaa. Amesema mashahidi na majeruhi wengi katika siku za hivi karibuni walikuwa raia, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Katika saa za mapema za Ijumaa, utawala wa Israeli ulianzisha mashambulizi hayo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika vita hiyo, makamanda waandamizi wa jeshi la Iran na wanasayansi wa nyuklia waliuawa pamoja na idadi kubwa ya raia wakiwemo wanawake na watoto. Utawala huo ulifanya pia mashambulizi makubwa ya kijeshi katika maeneo mbalimbali ndani ya Iran, ikilenga vituo vya nyuklia, miundombinu ya kijeshi na majengo ya makazi mjini Tehran na miji mingine. Iran hivi karibuni ilianzisha operesheni yake ya kulipiza kisasi ijulikanayo kama Ahadi ya Kweli ya 3 dhidi ya utawala wa Kizayuni wa Israeli kwa kufurumisha makombora mengi kuelekea ngome za utawala wa Israeli. Hayo yakiendelea, jeshi la Israeli limeonya Jumatatu juu ya mkururo mpya wa mashambulizi ya makombora kutoka Iran, huku waandishi wa habari wa shirika la AFP wakiripoti milipuko mikubwa mjini Jerusalem na moto nje ya mji wa pwani wa Haifa. Israeli imewaelekeza raia wake kuhamia kwenye maeneo salama kujikinga, wakati Iran ikisema kuwa itafungua misikiti, vituo vya treni za metro na shule ili kutumika kama maeneo ya kujihifadhi. Navyo vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa mkuu wa ujasusi wa jeshi la walinzi wa mapinduzi Mohammad Kazem ni miongoni mwa majenerali watatu waliouawa katika mashambulizi ya Israeli siku ya Jumapili. Wizara ya afya Iran pia imeripoti vifo vya watu 224 na wengine zaidi ya 1200 wakijeruhiwa. Kwa upande wa Israeli, mamlaka zimeripoti vifo vya watu 13 tangu Iran ilipochukua hatua ya kujibu mashambulizi. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.